Tafsiri khutba kifupi inshallah. Khutba nimesimamia aya katika Qur'ani moja na hadithi moja tu. Aya inasema khutba inwani yake Allah anapenda upole. Yeye mpole na anapenda upole. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika rahma kutoka kwake yeye Mungu ameshushia kwako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulikuwa wewe laini, ulikuwa wewe kwa mbele watu wako, wasahaba zako ni mtu ambaye ni pole. Kama ulikuwa wewe ulikuwa mtu ina ukali, sio mpole wewe, ilikuwa watu watakimbia kwako, hakuna mtu atakusikiliza na watu kuacha wote. Allah subhanahu wa ta'ala kisha anasema fa'fu anhum, msamehe watu na muombe Mungu subhanahu wa ta'ala istighfar, ushauriane katika mambo ya dunia, na kama umechukua azma, kama umechukua maamuzi, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda watu, anamtegemea yeye. Sasa katika aya hii ndugu zangu Waislamu, Mungu asema fa bima rahmatin min Allah linta lahum, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka rahma kutoka Allah amekushushia wewe special sallallahu alaihi wasallam. Umekuwa wewe kwao ni mtu pole mno. Kama ilikuwa wewe sallallahu alaihi wasallam mtu ina tabia ngumu, lamfadhu min hawlik, ulikuwa watu washa sambaratika kwako. Lakini Allah amekujalia wewe, amekupa wewe zawadi kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wewe uwe mpole. Maana wewe uko mpole, Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia hao, umekupenda. Fa'fu anhum, kama amekukosea watu msamehe. Maana imekuja badui kumshika kanzu ya mtume hivi, kamvuta, nipe katika mali sio mali ya babako wala mamako, nipe mali ya Allah katika ghanima. Masahaba kasika, mtume sema macheni, mpeni. Sio mara mzuri. Mtume sasa siku moja kafanya hukumu baina watu wawili, mtoto wa shangazi yake na mtu mwingine. Kasema huyu ana haki. Jamaa sema umemba haki, umemba huyu hukumu kwa ajili mtoto wa shangazi yako, sio upaguzi. Wakati mtume hajafanya upaguzi, mtume amemleta watu, ameleta ghanima. Ghanima inaitwa hii mali inakamata katika vita, inaitwa nini Kiswahili? Ngawara. Mtume amegawa ngawira, inaitwa ngawira. Ngawira amegawa, mtu mmoja hajabata yeye kama anataka. Kamsema Mtume Muhammad, huyu unagawa wewe mali hii, ngawara hii huja, au ngawira hii hujagawa kwa haki, hujafanya kwa ajili ya Mungu. Inna hadhi qismatun ma urida biha wajhu Allah. Umeona Umar akasirika atakumkata shingo. Ni kweli unatakiwa wawe mtume ambaye hana udilifu. Mtume anasema ala ta'manunani wa ana aminu man fi sama, ni huniamini mimi wakati Mungu ameniamini mimi katika dini hii, katika hii hela kidogo wewe uniamini? Ulikuwa mnafiki huyo. Umar taka acha mtume nimkate kishingo huyu. Mtume sema usimuue huyu. Watu nje wasitangaza propaganda Muhammad anaua watu wake. Mnafiki kamita watu wake. Mmoja hana adabu. Sasa ndugu Waislamu, Mungu anasema, narudia aya, kwa huruma na rahma Allah amkushia wewe Mtume Muhammad, ulikuwa pole kwao. Kama ilikuwa wewe mtu wa ngumu, mtu kali, ulikuwa ushakimbia kwako, msamehe hao na muombe Allah subhanahu wa ta'ala istighfar. Na wakati unafanya mambo ya dunia, shauri naye, kaa naye, na kama unachukua azma kwa kitu, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa aya ya kwanza. Imana aya inaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala mtume kaamba sifa hii, na watu wanafuata mtume za sallam takiwa awe na sifa hii. Hadithi ambayo tunamalizia imetokea kisa, imekuja kundi wa Yahudi kumbitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumsalimia mtume, assalamu alayka ya Muhammad, sio assalamu. Assamu ni samu, manake juu yako wewe ungamie ufe. Assamu sio salamu. Na Waislamu wengi na mbatahadhari
wao maksudi yao sio hii, nia yao sio hivi, lakini salamu alaykum salamu alaykum salamu alaykum Bwana salamu umeelewa nini? Salamu alaykum ndio sio salamu ni dua. Assalamu alaykum sema salamu alaykum ngome salam tamka salamu vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikimbilia wapi? Mbona habari unatamka vizuri? Habari zenu mbona unatamka vizuri? Sio habari zenu usemi. Mbona salamu alaykum tu unaruka? Zanguni imekuja hawa Wayahudi wameambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, assalamu alayka ya Muhammad, juu yako uwe waangamie wewe, samu wal halak wal iyad billah. Mtume kasema wa alaykum, mtume shaelewa wewe waangamie. Mtume sema nyinyi, mtu akwambia wewe muuni mwenyewe, basi wewe usizidishe kitu. Unyama ataka wewe bishana naye, sio hivi kwa tukana wewe hivi mwenyewe, basi wewe usizidishe kitu, usitoe matusi. Sio mara uzuri. Mtume akamwambia wa alaykum, juu yenu nyinyi. Aisha radhiallahu anha alikuwa anasikia, yuko nyuma anasikia na shaelewa. Hawasemi hakusudi salamu alaykum, wanakusudia ni kumlaani Mtume sallallahu, Mtume aangamie. Aisha kasika sema nini juu yenu laana, hajingia sema nyinyi watoto wa nguruwe, su nini laana iko juu yenu. Kamrudia Aisha kamjibu kwa ukali radhiallahu anha, ni haki maana kwa mtukana Mtume yao. Aisha na haki, lakini sikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya nini ndugu zangu Waislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema, Aisha tulia, mbona una jazba? Inna Allaha rafiqun, Mungu ni mpole, yuhibbu rifqa, anapenda pole, fil amri kulli, kila kitu. Mtume anamwambia Aisha ameshangaa, anamshangaa Mtume, ya Rasulullah awalam tasma ma qalu, umsikia wanakuambia nini? Tumesema naam, nimesikia na mimi nishamjibu. Nisema nini? Wa alaikum, nyinyi wao ngamieni nyinyi, basi wa alaikum. Ai mimi nimemrudisha, mimi Mtume dua zangu inakubalika, dua zao wao hajakubalika, watangamia wao, sio mimi. Lakini mimi sijafuka mipaka. Mtume hajazidisha kitu chochote. Ya Aisha, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. Riwaya nyingine, wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Riwaya nyingine Mtume anasema Sahih Muslim, Allah Aisha anapenda upole na anampa mtu thawabu kwa upole kuliko ya kutumia ukali. Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Al-'unf ni tumia ukali, tumia nguvu, wama la yu'ti ala ma siwa. Na riwaya Bukhari Muslim imekuja tena, Mtume akamwambia Aisha, alayki birrifqi, uwe na upole, wa iyaki wal'unf, acha kutumia lugha kali, walfuhsh, maneno au haja isema kitu chochote. Inna ar-rifqa la yakun fi shay'in illa zana, upole kila inaingiza katika sehemu inampampa. Pole, kila upole ingiza katika sehemu inapendeza ile sehemu ile kitu na itapamba kabisa. Na kitu yoyote Mtume anasema uitolewa katika upole, ikitu hata kama unataka kupamba hauwezi kuwa nzuri, itakuwa mbaya. Ndugu Uislamu, hii leo khutba yetu ni hii aya hii, usahau hadithi hii na aya hii tumesoma, na kubeni historia nyingine ambayo mwisho katika suratu Hud, aya suratu al-A'raf, sorry. Allah Ta'ala anasema qala al-malu alladhina kafaru min qaumihi, Hud alayhi salam watu wake wazee, ilatul qaum, al-mala alladhina lahum al-amr, wa wazee wanatoa amri wazee wa Hud wakafiri, wamwambia inna lanaraka fi safaha, sisi Hud tunakuona wewe mtumbavu, wewe mjinga. Safini mjinga wewe, imatusi. Wa inna lanadhunnuka kadha, tunaamini wewe ni mwongo, wewe ni mjinga, wewe ni mwongo. Hud kasemaje? Ajabanik alayhi salam, qala ya qaum laysa bi safahatin, tu sio mjinga, basi wewe mjinga, mimi sio mjinga, wewe chizi, mimi sio chizi bwana. Laysa bi safahatin walakinni rasulun min rabbil alamin, mimi
mtume kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, nimekuja mimi nikufikisheni ujumbe wa Allah, lakini nyinyi hutaki nasaha. Basi sasa ndugu zangu, hii ilikuwa leo khutba yangu. Aya ya kwanza ambayo nimeanza naye yuko katika Qur'ani, nitaje kila moja ya nyumbani. Surat Al-Imran ile ya hadith Bukhari na Muslim, na aya Surat Al-A'raf. Ilikuwa khutba yetu leo. Allah ni mpole na anapenda pole na anakulipia kwa upole tofauti na ukali. Ili kwa khutba yetu tufuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mustami'ina qawla fattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kama na swali kaida yangu mtu anaweza kuuliza, lakini sitaki swali ya mtego, swali ya ilmu na faida. Kama ipo swali moja toa ruhusa. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا، تفرقنا بعد تفرقا مؤيدا معصوما، لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، فقينا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا برينا من حولنا وقوتنا والتجانا إلى حولك وقوتك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى يا رب العالمين. إن في حسن تدبيرك ما يغنينا عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يمحو الزلل. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تغفر لوالدنا الشيخ آدم، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، ووالديه ووالدينا ووالد الحاضرين والسامعين. اللهم كل من بنى هذا المسجد أو سعى إليه بارك لهم في أموالهم وأولادهم، جعلنا مفتاحا الخير مغلاقا للشر. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Kishki TV, nuru ya dini yako.